Kwa majina naitwa Mazege Joseph Kaswezi, ni katibu mkuu wa chama cha ngumi za kulipwa mkoa wa Mwanza na pia ni mratibu wa mashindano ya ngumi kanda ya Ziwa. Leo tumekutana hapa kwa mkuu wa mkoa kufanya kikao rasmi kwa ajili ya ujio wa wageni wetu kutoka BMT tarehe 19. Samapu kubwa ambayo tunaifanya leo ni kwa ajili ya kupitia katiba ili tuweze kuandaa chama rasmi cha mchezo wa ngumi wa kulipwa mkoa wa Mwanza. Na maazimio yetu tuliyokwisha kuyafanya mpaka sasa hivi ni kwamba tunaenda kuandaa madaktari wetu wa mkoa, tunaenda kuandaa wacheza ngumi ambao tutawatakiwa wawe na leseni za shirikisho, na pia tunaenda kuandaa watu maafisa wa ulingoni. Pia watu wanaohusika na masuala ya ujaji, urefari, ulingoni. Hawa watu wote tunapendekeza wawe na leseni za shirikisho. Kwa kikubwa tumekutana hapa kufikia maamuzi haya ili tarehe 19 tutakapokutana na viongozi wetu hao wa BMT tuwe tuna watu ambao tayari wana leseni, katiba iliyokwisha kamilika, ili tuweze kurasimisha chama chetu cha ngumi za kulipwa mkoa wa Mwanza. Sasa hivi kwa chama cha ngumi za kulipwa mkoa wa Mwanza tumepiga hatua, ingawa hatua zetu hazionekani kwenye vyombo vya habari, ila tumepiga hatua kubwa sana. Kwa kama waandishi kama hivi mnavyokututembelea, sasa tunaanza kuonekana. Ila tumeshafanya makubwa, tumeshaandaa mapambano mengi na tuna wachezaji wanacheza mpaka sasa hivi ngumi za pro. Juzi tu hapa tulikuwa tuna mchezo, kuna kijana tumemtoa Mwanza ameenda kucheza Dodoma. Na wengine wengi wanaenda kucheza Dodoma maeneo ya Kondoa. Kwa Mwanza kama Mwanza tuna wachezaji. Tunahitaji support kubwa sana. Tena support hizi ni kwa ajili ya vyombo vya habari. Tukutaneni kila wakati ili tuweze kuwaonyesha tulicho nacho. Ngumi mkoa wa Mwanza vijana wapo wengi tu, wanacheza sana. Hii amacha rizaa tuna vijana wengi sana, wanacheza vizuri sana. Tunahitaji mashindano ya mara kwa mara ambayo yanaonekana katika TV. Na sisi ndio kilio chetu kikubwa hicho. Kama katibu naiomba mamlaka, hasa mkuu wa mkoa, viongozi wengine waandamizi waweze kutana na sisi. Tutakapowatembelea basi watupe mlango waweze kutusikiliza. Tuna vijana wanahitaji support kubwa tu. Tuna mapro tayari, washatani pro mpaka sasa hivi. Wengi tu kama wachezaji 6 hivi. Washatani pro tuko nao mkoa wa Mwanza. Naitwa Peter Mkulia. Ni bondia wa ngumi za kulipwa nchini Tanzania, uzito wa cruiserweight. Pia ni bondia namba 5 kwenye uzito wetu kwa sasa. Ni mchezaji mwenye hadhi ya nyota 1. Mimi ombi langu kubwa kutoka kwenu waandishi wa habari, taarifa kama itawapendeza iwafikie na mkuu wetu wa mkoa Said Mtanda, aone ni jinsi gani anaweza katubeba kama vijana wake, akawa yeye kama mlezi wetu mkuu, ili mkoa na wenyewe upige hatua. Hilo ndio ombi langu kubwa kutoka kwenu, ili swala limfikie mkuu wetu wa mkoa Said Mtanda, ili aweze kuona ni jinsi gani sasa ili jukumu anaweza akamtafuta ni mtu gani, kama alivyoitafutia Pamba Jiji sasa hivi nafanya vizuri. Ameikabidhisha halmashauri nalipa mishahara mizuri kwa wachezaji wanajituma. Na sisi maboxa mkoa wa Mwanza tusipate tabu ya kupata mapambano, tupate promotion iliyosajiliwa katika mkoa wetu ya kufanya kazi na sisi kutangaza mkoa. Sio tunatoka katika mkoa wetu tunaenda kupigania katika mikoa mingine. Ndio kweli ni kazi kwa sababu imepatikana, lakini kama mkoa lazima ujivunie kuwa na sisi. Kuna machampion wengi wanatoka katika mkoa huu. Tuna vijana sasa hivi wako ngome kwa timu ya taifa, wametoka mkoa wa Mwanza. Kwa jina naitwa Maria Kidasadi. Mimi ni kocha alafu ni mwenyekiti wa ngumi za kulipwa mkoa wa Mwanza. Mkoa wa Mwanza zamani ulikuwa unafanya vizuri. Sasa hivi nataka kuturudishe hadi ile ya zamani. Nashukuru uongozi wa sasa hivi ulioingia katika mamlaka kuliona hilo. Sababu tarehe 19 tunategemea kuja wageni kutoka Dar es Salaam, TBRC pamoja na BMT kuja kufanyisha hili swala la ngumi za kulipwa. Vijana wengi hawana kazi. Tegemeo lao kubwa sana ni mikono yao kufanya vizuri. Kwa hiyo tunaomba serikali tukale na waziri wetu wa michezo wa sasa hivi, ni kijana muelewa bana Makonda. Naelewa pamoja na mkuu wa mkoa wetu bana Mtanda, naomba walichukulie hili swala. Hatuna sehemu nyingine tena ya kukimbilia, ni kwao. Kuliona hilo walifanye mkoa wetu upande juu. Vijana ni wengi sana wanahitaji kucheza mchezo. Kama kocha mimi sasa hivi kuna vijana chini under 17
ambao kwamba na wakochi kuja baadaye kufanya vizuri, alafu kuna wengine ambao kwamba wako miaka 20 mpaka 25 ambao kwamba wanacheza ngumi, lakini sasa ngumi wapi mashindano yanafanyika. Hilo ndio kwa nimekwamisha sana. Kwa maana hiyo swala hili naomba walichukulie. Naona vijana ni wengi sana, upeo mkubwa sana, bondia wapo wengi sana Mwanza. Lakini tulikuwa tumekomisha ni hicho. Hizo ngumi za kulipa ni ajira. Wale tunashukuru Mwenyezi Mungu, neema zake. Vijana wacheze wapate ajira. Mimi staff Meja Michael Changarawe ni mwalimu wa mchezo wa ngumi kwa muda mrefu. Mimi niko kwenye riadha, kwenye ridhaa au ngumi wasema open, lakini na sasa hivi niko huku kwenye pro. Napendelea pro kwa sababu najua vijana wengi eneo hili wanakuwa maskini, na vijana warefu ma heavyweight wako huku kanda ya ziwa, ndio kuna ma heavyweight. Wakina Mashaka Malulu nilimpataga huku Msukuma na futi 6 na inchi 6, na kaenda mpaka Texas huko kacheza ngumi zake za kulipwa kule. Amefanya mazoezi na kina Joy Frazier, watoto wa kina Laila Ali kafanya nao mazoezi 66 inches. Sasa hivi uko kwenye mamigoti. Sawa. Sasa na vijana wengi warefu, mbona Wasukuma wako wengi, Wakuria wako wengi? Kwa nini tusianzishe gym ambalo tutapata vijana wengi ambao vitasa vitapeswa? Mwanza huku tutatoa ma heavyweight wengi. Walimu tupo wa kuelekeza mbinu zote, techniques, tactics, ringcraft, yani ufundi, mbinu na ujanja wa kwenye ring tunawafundisha. Ukitaka kucheza vizuri, ukitaka kumenya kona, long distance ni hapa, medium distance ni hapa kwenye ring, short distance ni hapa. Unamkata hivi na unaelekeza vitu vingi vya kiufundi na kimbinu na ujanja. Sasa ninapendelea kwamba hata huku nikipata hiyo ring nitatembea kutafuta ambao najua hawa ni talented. Vijana wengi wamemaliza shule mirefu na ikuta kwenye maminado hayana shughuli, lakini anaweza kufundishika na bado yakaleta utajiri katika nchi hii, na wakaleta dola, wakaingiza dola kutokana na nini? Na mchezo wetu wa boxing. Kwa hiyo mimi nawashukuru hilo wazo hilo, wasiache, waje tu waliendeleze kweli tupate professional boxing, kwa sababu ukicheza round 10, 15 na nini, sio hapa tu, hata Ulaya walianza hivyo. Muhammad Ali alicheza Italy Olympic, baadaye akatani pro kwenda kupiga Liston, lakini alianzia Olympic Italy akachukua. George Foreman hivyo Evander Holyfield hivyo walicheza Olympic, Tyson hivyo cheza Olympic, kumaliza kaingia kwenye ngumi za pro. Kwa hiyo mfumo tunawafuata. Sasa hapo kulikuwa nasema kuna vyama, kuna WBC, WBU, WBA, hao ndio waasisi wa hayo, IBF, watu. Sasa tunasema basi kama na sisi kwetu imefika neema hiyo, Mungu awasaidie. Watu wanataka wacheze, wasife maskini. Naona sasa tulikuwa na mfadhili mmoja tu, Father John Ebo, juzi hapa amekufa, amerudi kwa kula, amekufa 28 mwezi wa kwanza tu. Alikuwa ni mfadhili mzuri sana, alikuwa anatusaidia sana vijana kwenda kushiriki mashindano. Lakini sasa kwa sasa hivi tunataka wafadhili nao wajitokeze kanda ya ziwa, wasilale tu. Hili nayo ni hela. Naona usilale tu kwamba biashara ya maduka tu, na mchezo nayo ni biashara nzuri sana. Kwa hiyo tunashauri watu wengi wajiingize humu, wenye hela zao watupe humu, wafadhili wao vijana wapate hela nao wasogee. Mtu akiona fulani kajenga nyumba kutokana na ngumi, naye atapenda afanye nini? Acheze ngumi za kulipwa naye hivyo. Na sisi Mungu bado ametuweka, tutaendelea kuwasaidia, kuwafundisha. Na sisi tukipata hizo, na sisi sasa tukipata na mfadhili naye anasema Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.